Kama unavyoona tumeleta shehena ya mbolea ya kupandia. Hii meli imebeba tani 40. Tumeanza kushusha na kama unavyoona magari yapo kwa ajili ya kutoa mzigo. Tunashusha, lakini sambamba na kushusha tunapeki na kusambaza mikoani. Kwa hiyo kazi ya kusambaza mikoani pia imeanza. Tumeanza kusambaza mikoa ya kanda ya juu kusini kwa sababu ndiko ambako mvua nafikiri zimeanza. Hili zoezi litaendelea kwa muda wiki moja mpaka wiki mbili. Nafikiri baada ya hapo tutakuwa na mbolea za kutosha katika mikoa yote ambayo kuna mahitaji ya mbolea. Kwa hiyo mbolea za kupandia ziko aina nyingi, lakini specific hii kwenye meli hii tumebeba TSP pamoja na NPS zinc. Kama nilivyosema ni mbolea za kupandia. Hii kampuni yetu ni kampuni ya Morocco. Tunatengenezea mbolea zetu Morocco na tunaleta katika masoko yetu ya Tanzania na kwingineko. Target ni tunatarajia kuleta kama tani 1.5 mpaka 200,000. Kwa hii ni meli ya kwanza ambayo mnaiona hapa, lakini baada ya hii kuna meli nyingine ya tani 40 iko njiani. Nafikiri zitapishana kama wiki mbili tu au wiki tatu, na baada ya hapo nafikiri tena kutakuwa na meli nyingine moja au mbili ambazo zitafuata tena baada ya meli ya pili. Na meli ya pili itakuwa na DAP pamoja of course na NPS, na ujazo wake itakuwa na tani 40,000 meli ya pili. Hii ni tani 40,000 na meli nyingine inakuja pia ni tani 40,000. Mwaka huu tunategemea yataongezeka mpaka 1,100,000 na 100,000. Kwa hiyo sasa hivi tumeona mbolea za kupandia zipo na tumeona tunashusha sasa hivi tani 40,000, na baada ya hii kuna kampuni ya mbolea TFC naye anategemea kushusha tani 45 watoto 20,000, alafu na nyingine atashusha 25,000. Kwa hiyo niwahakikishie wakulima mbolea za kupandia zipo, ni chaguo lao. Kuna DAP, kuna TSP, kuna NPS zinc. Zote hizo ni mbolea za kupandia. Kwa hiyo na wataalamu wetu hapo, kwa tunawashauri ni mbolea gani atumie sehemu gani, kwa sababu sio kila mbolea inafaa. Kwa hiyo tunawashauri kutoa na afya za udongo, tunawaambia maeneo haya tumieni haya, na sisi tunajitahidi kupeleka mbolea zinazofaa maeneo yale ili mkulima anapotaka anapata. Katika udhibiti tunataka mkulima apate mbolea bora, na hapa labda nichukue nafasi hii kuambia wasambazaji wa mbolea katika maeneo yote nchini kwamba mbolea zimefika, mbolea zipo. Cha msingi wajitahidi kuweka mazingira kama tunavyoelekeza ili mbolea ziweze kuendelea kuwa na ubora, sio ubora uonekane hapa tu kwenye bandari mahali zinapoingilia, lakini ni katika mnyororo wa thamani wote. Tunategemea mbolea tunaendelea kuzidhibiti kuhakikisha kwamba mbolea zote zinazoenda kwa mkulima basi zinakuwa na ubora ule ule kama zilivyoingizwa na mpaka katika mikono ya mwisho ya mkulima anapoitumia.